Kwa hiyo bila shaka ilmu yake alichukua kwa silsila kile ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafundisha masahaba, kisha masahaba wakawafundisha waliokuwa chini yao, kikaendelea vile vile mpaka kikamfika al-alim al-jalil Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit. Tukiendelea tupo katika kipengele kinasema makanatu Abi Hanifa al-ilmiya wa thana'u al-ulama. Nafasi ya Abu Hanifa ya kielimu na sifa kile walichokizungumza maulama juu yake na ilmu aliyokuwa nayo. وهكذا كان الإمام أبو حنيفة فقيه عصره وإمام زمانه. أبو حنيفة alikuwa ni katika mafuqaha wa wakati wake na ni imam wa wakati wake. وقد بلغ في الفقه منزلة عالية, alifikia katika fiqh sehemu ya juu sana, na dhani tukiangalia tu walimu wake yatosheleza kuwa Abu Hanifa si mtu ambaye kanyanyuka tu akawa ali, ni mtu ambaye kasoma. Haithu athna alayhi ulama zamani, kwa namna ambayo wale ulama wakati wake walimsifu. Waqala fihi Abu Bakr ibn Ayyash, Abu Bakr ibn Ayyash amesema kana Nu'man ibn Thabit afqahu ahli zamanihi. Huyo an-Nu'man ibn Thabit alikuwa ni mtu mwenye fiqh zaidi katika wale ambao walikuwa wakati wake. Waqala Sa'id ibn Abi Aruba, na Sa'id ibn Abi Aruba wote hawa ni ahlul ilm al-kibar. Kana Abu Hanifa alim al-Iraq, Abu Hanifa alikuwa ndio alim, yani mwenye ilmu sana Iraq. Iraq maana yake inaingiza Basra, Baghdad, Wasit na miji mingine. وقال الإمام الشافعي، أكسم الإمام الشافعي الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، يعني كلا أنباء كاجب على أبو حنيفة بلا شك لازمة أفواتك لأن بشكومبا كما أسسيونا أبو حنيفة كتك فقه. وقال عبد الله بن المبارك، أكسم عبد الله بن المبارك نوه كتك أهل العلم الكبار، كان أبو حنيفة طبعا بلا شك تكابوكوja kusoma tarajim mbalimbali tutakuja kuona nani Abdullah ibn Mubarak. وقال ايضا nakasema vile vile Abdullah ibn Mubarak afqahu an-nas Abu Hanifa ma ra'aytu mithlahu fi al-fiqh, tuma fiqh zaidi Abu Hanifa sijaona mfano wake. وقال ايضا انه مخ العلم، akasema Abu Hanifa ni ubongo wa elimu, yani annahu yasilu daiman ila al-lubab al-khalis min al-ulum fi ghairi inhiraf. Mara zote Abu Hanifa anafikia ule upeo wa juu katika elimu, yani ile nukta ambayo inakusudiwa mtu afikie, Abu Hanifa ndio alikuwa akifikia hapo. وقال فيه مالك بعد مناقشته له، مالك بعد ya kunakishiana na Abu Hanifa alisema innahu lafaqihun, kwa hakika Abu Hanifa ni faqih mkubwa sana. Waqala Maki ibn Ibrahim, akasema Maki ibn Ibrahim kana Abu Hanifa alam ahli zamanihi, Abu Hanifa alikuwa na ilmu zaidi kwa wale watu ambao walikuwa katika wakati wake. Taban bila shaka hapa tukiangalia tunakuta jinsi ya ahlul ilmi wanavyoelezea na kumsifu huyu Abu Hanifa yatosheleza hawa tuliowataja. Mtu afahamu kuwa Abu Hanifa alikuwa ni katika ahlul ilmi al-kibar. وكان رحمه الله تاجر الخز بالكوفة. kuna nguo ambazo zinakuwa zimeshonwa kwa sufi au hariri, wallahu a'lam, hivi ndivyo ambavyo mimi nimekuta maana ya al-khaz. Kwa hiyo Abu Hanifa alikuwa ni mfanya biashara wa jambo hilo. Urifa bisbiq almuamala, alifahamika kuwa mkweli katika kuamiliana na watu. Wanufrati mina almumakasa, alikuwa si mtu mwenye kupatana sana, yani mwenye kugombana katika kuuza au kununua. Nipunguzie staki bwana, kwa ni mtu ambaye yani mashallah alikuwa wakana na alikuwa hasanu alwajihi,
uso wake mzuri, ni handsome. Wa hasanul majlisi, na vile vile ukikaa naye utapenda. Sakhiyan jawadan, alikuwa ni mtu mkarimu sana. Wara'an, alikuwa ni mwenye kujiepusha na chochote ambacho anahisi hichi kitakuwa sio halali. Thiqa, ni thiqa. La yuhadithu illa bima yahfadhu, ahadithi ila kwa kile ambacho kuwa yeye anakihifadhi. Nala al-imamata wal fiqha fi din, alipata nafasi ya mbele sana na alipata fiqhi kubwa sana katika dini. Wasabqa fi quwwati al-hujja, na vile vile alipata nafasi ya mbele kuwa kile ambacho alikuwa anakisema yeye katika hujja kilikuwa kina nguvu. Wa husna al-i'tibar, na uzuri wa kuzingatia mambo. Wa diqqatan nadhari, lakini vile vile alikuwa ni mwenye kuangalia jambo, yani alipata uwezo wa kuangalia jambo kwa undani sana. Wal qiyas, na kuweza kulinganisha mambo kwa upeo wa hali ya juu. Sallama lahu dhalika aqranuhu kama sabaqa dhikruhu anifa, walisalimisha jambo hilo kwa Abu Hanifa alikuwa na sifa hizo wale waliokuwa naye katika ahlul ilmi kama ambavyo imetangulia. Tariqatu Abi Hanifa fi ad-darsi wal muhawara, tariqatu Abi Hanifa, njia Abu Hanifa fi ad-darsi, aliyokuwa akitumia wakati wa kusomesha, wal muhawara, na namna alivyokuwa akifanya muhawara. Makusudio yake ni majadiliano baina ya watu wawili au mazungumzo baina ya watu wawili, mazungumzo baina ya watu wawili au majadiliano. Kwa hiyo jinsi alivyokuwa akifanya Abu Hanifa. Kwa hiyo tariqatu, kipengele kinachofuata, tariqatu Abi Hanifa fi darsi wal muhawara, ni kusoma njia ya Abu Hanifa alivyokuwa akisomesha darasa yake na namna alivyokuwa akifanya mazungumzo na mujadala baina yake na wanafunzi au na watu wengine. Taban hichi ni kipengele cha dharura, maana yake ni njia aliyokuwa akitumia Abu Hanifa kusomesha fiqh. Kwa hiyo fiqh yake ilisambaa na watu wakapata ilmu, na mpaka leo maulama wakubwa wapo katika madhhabi ya Abi Hanifa. Bila shaka kujua manhaji aliyokuwa akitumia katika kusomesha ni jambo muhimu. Salaka al-imamu Abu Hanifa fi tadrisi tariqata al-muhawara والنقاش. Abu Hanifa alitumia njia katika kusomesha yenye sura ya majadiliano pamoja na kunakish mambo, yani inaletwa mada katika meza kisha inajadiliwa. Walam yakun yulqi ad-dars, yalikuwa hakaina kitabu akasema leo tutasoma kitu kadhaa, bal kana yu'ridu al-mas'ala allati ta'ridu lahu, yeye alikuwa akileta jambo ambalo linamjia yeye ala talamidhihi, kwa wanafunzi wake. Kwa hiyo leo tuzungumzie kuhusiana na hadi ya qadhf, mtu ambaye kamsingizia mwingine zina. Kisha kuja jambo hapo, wanafunzi na mwalimu wanaanza kila mmoja kutabahar katika hifdhi yake na ilmu yake, kuelezea yale wanayoyafahamu katika adilla na mambo mengine. Wayubayinu al-ususa wal qawaida, alikuwa akibainisha ile misingi allati ambayo qadi tubna alaiha ahkamuha, ili hili jambo tufikie katika hukumu. Anawabainishia wanafunzi ile misingi ambayo ndio inatakiwa itumike ili tuweze kupata hukumu. Fayatajadaluna ma'ahu, kwa hiyo wanafanya mujadala na yeye. Wa kullu yudli bi ra'yihi, kila mmoja analeta rai yake katika lile. Wa qad yu'ariduna shaykhahum fi ijtihadihi, baadhi ya wakati wanaweza kwenda kinyume na shekhe wao katika jitihada yake yeye, kwamba Abu Hanifa anaweza kuona kuwa hili jambo
hukumu yake liko hivi, wao wakasema hapana, hili jambo liko hivi. وبعد أن يقلب النظر من كل نواحيه يدلي هو بالرأي الذي أنتجته المحاورات والنقاشات. baada ya kuligeuza jambo akaelezea vipengele mbalimbali, kisha analeta yeye ile rai yake ambayo imepatikana katika ule mujadala na yale majadiliano na munakasha, ile kuna kishiana. Mbona umesema hivi wakati kuna hichi? Ndio munakasha. ويكون منتهى إليه هو القول الفصل, na inakuwa katika upande ule wa mazungumzo yale aliyokana wanafunzi wake, kila mmoja baada ya kuleta rai yake, kile ambacho yeye atakimalizia kuwa mimi kwa dalili hii na hii hukumu ya jambo hili iko hivi, anasema huwa al-faslu al-qawl al-fasl, yanakuwa nakata kauli kuwa sote inabidi tukubaliane na hivi, kwa sababu kwa dalili hii na hii itakuwa hicho ndicho sahihi. Unaweza kusema kama anakuwa yeye ndio hakimu wa mwisho, ويكون منتهى إليه huwa, na inakuwa kile ambacho anamalizia yeye Abu Hanifa kukizungumza, huwa al-qawl al-fasl, ndio kauli ambayo ni ya mkato, ambayo baada ya hapo kunakuwa hakuna kauli nyingine. Fayuqiruhu al-jami', wote wanathibitisha usahihi wake, wayaradhawnahu, na wanaridhia, ويثبته من يصنف المسائل, ana yule ambaye anaandika masail anakuwa anathibitisha kuwa kitu kadha dalili yake hii hapa, ndivyo aliyosema Sheikh, au hivi ndivyo aliyosema Sheikh, kitu fulani dalili yake ni hii na hukumu yake ni hii kama aliyosema Sheikh. Wakana majlisu darsihi shura baina al-ashab, majlisi yake ya darasa ilikuwa ni shura baina ya wale wanafunzi. Kwa hiyo wanakaa pale watu wenye maarifa yao na elimu zao katika wanafunzi, kisha inakuwa jambo linakwenda kwa shura. Kwa hiyo hii ndio nidhamu ambayo alikuwa akitumia Abu Hanifa, nidhamu ambayo kwa sasa la shaka wala shaka anna hadhihi tariqa allati tushbihu bima yusamma bil fiqh al-jama'i fi asrina hadha, hii la fiqh al-jama'i katika wakati wetu huu. Watubarasu fi al-majami' al-fiqhiyya al-yawm, katika vile vyuo vya kifiqhi watu hufanya njia kama hii. La yaslukuha illa man kana adhimu an-nafs, hawezi kuitumia ila yule ambaye Allah tabaraka wa taala kampa nguvu ya nafsi, qawiyu ash-shakhsiyya, ambaye vile vile utu wake upo katika nafasi ya juu, kwa sababu anaweza kuwa mtu kila akishiriki katika majlis kila siku anaambiwa wewe ulichokisema sio sawa, mwisho akachukia fulani anajifanya anajua na mfano wake. Sasa watu waliokuwa hawana akhlaq na dini zao ni ndogo, na ambao hawajui kuwapa watu nafasi zao, hawezi kushiriki, kwa sababu kila siku mtu atajiona yeye anatamani ambaye yupo katika usawa, kumbe hajui au Allah hajamuwafikisha pamoja na ilmu yake, kama walivyosema baadhi ya ahlul ilmi, wa mimi sijakaa katika majlis nikataka nionekane najua, ila Allah tabaraka wa taala ananiangusha, na sijakaa katika majlis nionekane sijui, ila Allah ananinyanyua. Kwa hiyo baadhi ya wakati anakuwa mtu ana ilmu lakini hana ikhlas, basi Allah tabaraka wa taala hamnyanyui. Nasallallahu salamata wal afia. Kwa hiyo tutamalizia kuzungumzia kipengele ambacho kinahusu sasa kufariki kwa Imam Abu Hanifa rahimahullah. Wakanat wafatuhu rahimahullah, alifariki Abu Hanifa katika mwaka wa 150 bi Baghdad, huko Baghdad, baada an da'ahu ilayha an Khalifatu al-Abbasi Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur alimuita Abu Hanifa wa habasahu fiha baada rafdihi al-qada al-Mansur, akamzuia baada ya kukataa kuwa kama qadhi kwa Mansur. ودفن في مقبرة الخيزران للمحلة المعروفة الآن بالأعظمية ببغداد. alizikwa huko Baghdad, sehemu ambayo kwa sasa inafahamika kama al-A'dhamiyya.
فرحمة الله عليه رحمة واسعة وتغمده في جنات الرضوان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين. Hapo tutakuwa tumeshamalizia kueleza kiufupi tarjama ya al-Imam al-A'zam Abu Hanifa rahimahullah. Tunaingia kipengele ambacho ni kipengele kinahusu sasa ashabu al-Imam Abi Hanifa rahimahullah.